Kile kilichoonekana kama safari ya kawaida ya ndege kiligeuka kuwa somo la nguvu. Mhudumu wa ndege anamlenga abiria wa Afrika aliyetulia bila heshima, bila kujua yeye ni rais wa Burkina Faso, Ibrahim Traore. Mvutano unapoongezeka angani, ukweli unadhihirika baada ya kutua na kuacha wafanyakazi wote na mkurugenzi mtendaji wa Kifaransa katika mshtuko. Hadithi hii ya kusisimua inaangazia heshima, nguvu na wakati ambapo nguvu iliyofichwa hatimaye kuonekana na wote. Captain Ibrahim Traore katika uwanja wa ndege. Jua lilikuwa limeanza kuchomoza kwenye uwanja wa ndege tulivu sana. Ndani ya kituo cha baridi, Ibrahim Traore alingoja kwa utulivu kwenye lango namba 37. Hakuvaa suti, hakuwa na walinzi, hakubeba chochote cha kuvutia kwa wengi. Alionekana kama msafiri mwingine yeyote wa Afrika, lakini mtu huyo hakuwa wa kawaida. Alikuwa Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Alipendelea kusafiri kwa faragha na kwa unyenyekevu. Hakuna kamera, hakuna matangazo makubwa. Ndivyo alivyosonga. Aliamini katika kukaa msingi, kuchanganyika na watu. Alikuwa amerejea kutoka balozi wa Ulaya ambako alijadili kuhusu dhahabu, uhuru na mustakabali wa Afrika. Sasa alitaka tu kwenda nyumbani. Alipokaribia ndege ya Air France kuelekea Ouagadougou, alisalimia mmoja wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa lugha ya Kifaransa kwa tabasamu changamfu. Bonjour. Mfanyakazi huyo alitabasamu tena bila kujua utambulisho wake halisi. Traore alipanda ndege, akaitikia kwa kichwa wafanyakazi na kuketi katika darasa la biashara, safu ya 2A. Karibu na dirisha. Hakuna aliyegundua, na ndivyo alivyopenda. Mkurugenzi mtendaji wa Kifaransa. Wakati huo mkurugenzi mtendaji wa Kifaransa aliyetumiwa kwa zulia jekundu champagne na marupurupu ya daraja la kwanza, alifika langoni akitarajia matibabu sawa. Alipoambiwa daraja la biashara limejaa, hakufurahishwa. Alidai kuongezewa kiti, akidai umuhimu wake katika masuala ya biashara ya Afrika. Alikuwa amezoea kupata njia yake, na shirika la ndege lilikamua ili kumridhisha. Mhudumu mkuu wa ndege, Clare, mrefu, mweupe na aliyevalia vizuri sana, aliitwa akiwa na tabasamu la kulazimishwa. Alipanda ndani ya ndege na kukagua kibanda, macho yake yamefungwa kwa Traore. Akiwa ameketi kwa utulivu kwenye kiti chake, akiwa amevalia kiraisi bila dalili za hadhi, alionekana kwake kama mtu asiyefaa. Clara, mhudumu mkuu wa shirika la ndege la Air France, bila kusahaulika, akutana na Captain Ibrahim Traore. Aliomba kwa upole lakini kwa udhibiti kuona pasi yake ya kupanda. Alitii. Nambari ya kiti ilikuwa sahihi. Bado kuna kitu ndani yake hakikuwa sawa. Muda mfupi baadaye alirudi na sauti ya moja kwa moja. Bwana, tunaweza kuhitaji kukuhamisha ili umpeleke abiria mwingine. Je, ungependa kuhamia Ochumi? Tutakufidia. Ibrahim Traore, mtulivu sana, aliinua nyusi yake. Kwa nini mimi? Aliuliza. Rale alijaribu bila kufafanua. Marekebisho madogo tu kwa mgeni mwingine. Mgeni muhimu kuliko mimi? Traore aliuliza. Ibrahim alihoji hivyo. Yeye hakujibu. Abiria wengine walitazama huku na huku wakihisi usumbufu, lakini hakuna aliyeingilia kati.
Traore alijaribu kwa upole lakini kwa udhibiti. "Hapana, nitabaki kwenye kiti changu." Traore alipigwa na butwaa. Mwanaume kama yeye anasema hapana, hasa mwanaume wa Kiafrika. Alijaribu tena lakini Traore alisimama imara. "Ikiwa hii inafanya kazi," alisema, "basi eleza kwa nini ninaulizwa na sio mtu mwingine yeyote." Akiwa amechanganyikiwa, Traore aliondoka kisha akaanza kuwalenga wanaume wengine weusi katika daraja la biashara. Kosa lake la pili, Traore alitazama kimya, uso wake ukiwa umetulia, akili yake ikiwa imetulia. Hatimaye Traore alionyesha kidole kwa kijana Mwafrika na kusema, "Wewe bwana." Kijana huyo aliuliza, "Kwa nini mimi?" Hakutoa jibu, alichukua tu pasi yake ya kupanda. Hapo ndipo Ibrahim Traore aliposimama. "Inatosha," akisema, sauti yake ikiwa tulivu lakini nzito ya mamlaka. "Unafanya maamuzi kulingana na ngozi na sio tiketi. Huu unaitwa ubaguzi." Traore akitetemeka alitamka aketi. Alimtaka Traore aketi na asisababishe tukio, lakini macho yake hayakumfanya atulie. Hakupiga kelele, hakujiridhisha yeye ni nani, hakuhitaji yeye tu akaketi. Nyuma linajumuisha. Ndege iliendelea, abiria walitulia, mvutano ukaendelea. Traore alileta maji. Traore katikati ya safari ya ndege akajaribu kurekebisha mambo. Hakuna kuomba msamaha, hakuna heshima. Wakati huo mkurugenzi mtendaji alikuwa akibembelezwa, kucheka, kunywa champagne, kuzungumza na Traore kuhusu miradi yake muhimu barani Afrika. Alijigamba kuwa Burkina Faso ilikuwa na bahati ya yeye kuleta utulivu kwenye machafuko. Mistari miwili mbele na mtu yule yule aliyemtukana alikaa kimya, ambayo ndipo hiyo siti ya mbele alikuwa amekaa Ibrahim Traore, na alikuwa anasikia mazungumzo yao. Muuguzi Mwafrika aliyekuwa ndani ya ndege alimnong'oneza jirani yake, "Huyo ndiye rais wetu, hata hawajui wanamdhalilisha nani." Hakuna aliyesubutu kusema. Ibrahim alichungulia dirishani ikiwa mwenye amani lakini mwenye msimamo. Ndege ilipoanza kuteremka Odegaard, Ibrahim aliona ndege ilipoanza kuteremka Odegaard, abiria waliona jambo lisilo la kawaida. Safu za SUV nyeusi, magari, safu za SUV nyeusi, safu za suti nyeusi, magari ya kijeshi na msindikizaji wa rais akingoja kwenye lami. Minong'ono ilienea ndani ya kibanda, "Tunatua katika eneo la vita." "Hapana, hiyo ni itifaki ya kijeshi." Mmoja alijibu, "Labda mtu fulani muhimu anawasili." Mwingine alipendekeza. Mkurugenzi mtendaji alitabasamu, "Lazima iwe kwao." Traore alicheka akijiandaa kumsindikiza mbele ya wengine, lakini ndege iliposimama kila kitu kilibadilika. Walinzi wa rais walijipanga kwa sare kamili, silaha pembeni mwao. Nyuma yao walisimama mawaziri wakuu, ulinzi, mambo ya nje na mkuu wa usalama, wakingoja kwenye joto kama sanamu za mamlaka. Aliomba kwa upole lakini kwa udhibiti, wote na wanaweza kunikanya nilo kwa kuangalia hatimaye nilo na kutoa kiki niante na eneo na ardhi na kilimo. Tanzania ilitawala la kiende para na udirika hadi anaweza ilida ditul. Je, atia kadati ya kikala kunikala kwa kaidania Tanzania kama ndio kinayoita sasa.
Kupitia dirishani, abiria waliwatazama walinzi wa rais waliovalia sare kali wakiwa wamejipanga, wakiwa na silaha ubavuni. Nyuma yao walisimama mawaziri wakuu wa Burkina Faso, waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya nje na mkuu wa usalama, wakiwa wamesimama tuli kwenye joto kama sanamu za mamlaka. Traore alichungulia dirishani na kushtuka. Hii nini? Alinong'ona mkurugenzi mtendaji alisimama akilainisha sauti yake kwa wazi. Hii ni kwa ajili ya, alisema, nilikuambia kuwa ninahusika katika miradi mikubwa. Lakini kabla ya mtu yeyote kusogea, afisa mmoja mrefu aliyevalia bareti nyeusi alipanda ndani ya ndege hiyo. Viatu vyake viunga kupitia njia, kila uso uligeuka aliposimama kwenye siti namba 2A. Aliinua mkono wake kwenye paji la uso wake kwa salamu kali ya jeshi. Rais wa Mura, karibu nyumbani. Jumba lote likanyamaza. Unaweza kusikia mioyo ikisimama. Macho ya Kale yalishuka, mikono yake ilianza kutetemeka. Ibrahim Traore alisimama polepole, utulivu, mwenye heshima. Hakuna neno lilosema. Mkurugenzi mtendaji alirudi nyuma, mdomo unashangaa. Rais akagugumia. Traore aliitika kwa kichwa. Rais, sio hasira, sio fahari, mwanaume tu ambaye hakuhitaji tena kujieleza. Afisa mwingine aliingia. Tuna maagizo, alisema kwa upole, akimtazama Kale na mkurugenzi mtendaji. Ninyi wawili mtakuja pamoja nasi. Sauti ya Kale ilipasuka. Subiri, nini? Kwa nini mimi? Umezuiliwa ili kuhojiwa, afisa huyu akijibu. Umemvunjia heshima mkuu wa nchi hadharani katika ardhi ya kitaifa. Hilo ni kosa kubwa, Kale alisisitiza, akijaribu kueleza hapana, hili lazima liwe kosa, nilikuwa nikifanya kazi yangu. Lakini hakuna mtu aliyesikiliza. Traore alishuka kutoka kwenye ndege na mara moja ukakutana na watu wengine, walinzi wake, mawaziri wake na umati wa watu waliokuwa wakishangilia. Zaidi ya uzio wa uwanja wa ndege, kamera zilimulika. Ukweli ulikuwa wazi. Mtu aliyemhukumu kwa sura sasa alionekana jinsi alivyokuwa. Kurudi kwenye ndege, Kale na mkurugenzi mtendaji waliwekwa kwa pingu. Abiria walitazama kwa ukimya, kwa mshangao, huku wawili hao wakisindikizwa chini kwa hatua, vinywa vyao vikiwa chini, kiburi kikiwa kimekandamizwa. Na huo ulikuwa mwanzo tu. Lami iliwaka chini ya jua la Burkina Faso, lakini macho yote yalikuwa kwa wale wawili ambao hapo awali walikuwa wakitembea kwa majivuno, sasa wakiongozwa kwa aibu. Waliwekwa kwenye magari meusi tofauti, wakiwa wamezungukwa na walinzi wa rais wasomi. Hakuna aliyesema neno, hata maafisa. Kimya kilikuwa kikiziwia masikio. Ulikuwa ukimya wa heshima, ukirudisha nafasi yake. Ndani ya kituo hicho, Rais Ibrahim Traore alisimama mbele ya kikundi kidogo cha waandishi wa habari kwa utulivu, bila hasira. Alizungumza, nchini Burkina Faso hatuangalii ngozi ya mtu ili kupima thamani yake. Hatuinamii pesa au tabia za zamani za ukoloni. Hapa tunaheshimu utu na watu wetu. Hiyo ndiyo Afrika mpya. Hadithi hii ilienea kama moto wa nyika. Picha za salamu, mkurugenzi mtendaji akimburuzwa, mitandao ya kijamii ilipuka, klipu za habari zilichezwa kwenye kitanzi. Vijana kote barani walisherekea, hashtag zilivuma. Wizara ya sheria ilimshtaki rasmi Kale na mkurugenzi mtendaji kwa matusi ya umma na ubaguzi dhidi ya mkuu wa nchi. Ubalozi wa Ufaransa ulijaribu kuingilia kati, lakini Traore alijibu, hivi kwa udhibiti. Hili si koloni, hili ni taifa linalojitawala. Watakabiliana na haki kama mtu mwingine yoyote. Air France ilijitahidi kudhibiti uharibifu na kutoa msamaha kwa kawaida ndani ya saa 24 iliyojaa lugha ya ushirika na majuto tupu, lakini haikutosha. Raia waliojawa na hasira kote barani Afrika walitoa wito wa kususia. Kale, ambaye sasa yuko kizuizini nje ya Ouagadougou, aliangua
kilio wakati wa kuhojiwa. Sikujua alikuwa nani. Alilia sana. Nilikuwa nikifuata taratibu. Mpelelezi alijibu hivi kwa upole. Hukuhitaji kujua yeye ni nani. Ulihitaji tu kumtendea kama binadamu. Mkurugenzi mtendaji sasa anakabiliwa na hatua za kisheria nchini Burkina Faso na Ufaransa. Alijaribu kutumia ushawishi wake, lakini mahakama ilifanya uamuzi wenye nguvu. Hakuna kinga, hakuna matibabu maalum, haki itakuwa sawa. Traore hakuwahi kufurahi kuwa kuziakiwa. Kamwe alirejea tu kwenye majukumu yake ya urais, kujenga barabara, kuwawezesha vijana na kuimarisha jeshi. Asante mtazamaji, ulikuwa nami ndani ya Goti TV Online nikikupatia kile ambacho kilimtokea Ibrahim Traore katika ndege, na simulizi ilikuwa hivyo. Asante kwa kunisikiliza. Usiache kuendelea kutufuatilia kwa kusubscribe, like na kucomment.